Mbunge wa jimbo la Nyamagana mkoani Mwanza, Mheshimiwa Stanislaus Mabula maarufu kama mtoto wa mjini, amempongeza aliyekuwa mwandishi wa habari wa Star TV Tupokigwa Mbwene, ambaye kwa sasa ni mkurugenzi wa Makande Point Mwanza, kwa kuwa na uthubutu wa kujishughulisha na uuzaji wa makande mara baada ya kuacha kazi katika kituo hicho cha habari. Mabula ameyasema hayo Aprili 26, 2025 katika uzinduzi wa Makande Point Mwanza uliofanyika katika ofisi zake zilizopo Sanane Island jijini Mwanza. Aidha, Mabula ameahidi kuchangia taulo za kike 500 ili kuunga mkono juhudi za taasisi ya Paid Up Girls ambayo inasimamiwa pia na Tupokigwa Mbwene, ikijihusisha na utoaji wa msaada wa taulo hizo kwa watoto wa kike kwa ajili ya kujisitiri pindi wanapokuwa kwenye siku zao. Kwa ukubwa, lakini kwa kuchangia pato la taifa kwenye serikali. Na ndio jiji pekee ambalo kutokea hapa unaweza kwenda taifa lolote la maziwa makuu ndani ya dakika 45 peke yake kwa usafiri wa ndege, na asiozidi masaa 6 kwa usafiri wa barabara. Kwa hiyo unaweza kuona kisiwa hiki namna ambavyo kinaweza kuwa na manufaa makubwa kwenye ukanda huu, na pengine wewe umepata baraka na bahati sana kuruhusiwa kufanya biashara hapa. Nataka nikuhakikishie Makande Point ni jina jipya kwa mkoa wetu hapa. Makande yamekuwepo kila sehemu, lakini hii ndio point ya Makande. Kijisikia kula makande, karibu sana. Ubwabwa mzuri kabisa, wali umenyoka ule mnene. Sijui unaagiza Mbeya. Hii mwenyewe nimeshangaa hapa. Jamani, karibuni sana. Mungu awabariki. Asanteni kwa kuja. Na mimi kama ulivyosema, pamoja na mambo mengine kuhusu watoto wetu wa kike, tutaendelea kuchangia angalau polepole kadri tutakavyokuwa tunakwenda. Tutakutafutia pisi zisizopungua 500 kwa ajili ya kuwasaidia watoto wetu ili waweze kufanya kazi nzuri zaidi. Bwana wabariki, asanteni sana kwa kunisikiliza. Hapa Tupokigwa Mbwene, ambaye awali alikuwa mwandishi wa habari na baadaye kuacha kazi hiyo na kujihusisha na uuzaji wa makande, ameeleza sababu za kuacha kazi, huku akiwashukuru wadau mbalimbali waliofika katika hafla hiyo. Hii idea ilianzia kwenye project yetu moja inaitwa Paid Up Girls, kwa tuna project ya kuvalisha watoto wa kike taulo, kwa sababu tulikuwa tukienda vijijini unakutana na watoto wanatumia vinyesi vya wanyama kujistiri wanapoingia kwenye siku zao. Kwa hiyo sisi tukaona tunaweza tukawa rafiki wa watoto wa kike, lakini sikutamani ishie hapo. Nikaona kwamba naweza nikafanya kitu ambacho asilimia ndogo ya kile ambacho kinakuwa kinapatikana kwa kile ninachokifanya basi kiweze kusaidia mabinti ambao wanaishi kwenye mazingira magumu, hawawezi kuafford shilingi 2000 ya kununua taulo za kike ili waweze kujistiri. So Paid Up Girls ni project ambayo ilikuwa inakusanya taulo za kike, tunawapelekea mabinti ambao wako vijijini, hawawezi kuafford au wanakaa majumbani, hawaendi shule kwa sababu ya kuingia katika siku zao. Kwa hiyo tukasema sisi siku zao zitakuwa siku zetu kwa kuwasaidia na kwa kushirikiana na wadau mbalimbali. So baada ya kuanzisha Makande Point, tukawa tuna desturi kwamba asilimia ndogo ambayo inapatikana tunapeleka kwa mabinti ambao wanaishi kwenye mazingira magumu, Gombe, Sengerema, kwa ajili pia ya kuweza kuwanunulia hizo taulo. Lakini tukasema tunapaswa kuwatafutia njia ya kudumu ya kuwanunulia taulo za kike ambazo zitadumu at least for 1 year, zile washable. Maka unanunulia disposal, anatumia leo mwezi huu, what about mwezi ujao. Kwa hiyo tukaona tutafute pia njia mbadala ambao watatumia hata mwaka huu mzima, watakuwa wanafua, wanaelekezwa namna nzuri ya kuweza kufua zile na kuweza kuwa salama kwa ajili ya afya zao. Huko ndipo ambapo Makande Point imetokea, kwa sababu pia mimi napenda sana mabinti, sitamani waingie katika vishawishi ambavyo vitawapelekea wao waweze kuingia kwenye mimba za utotoni, waanze kuingia kwenye magonjwa ambayo pengine wasingeweza kuingia huko kama kukatishwa masomo. Kitu kingine ambacho natamani kuweza kuwaambia ni kwamba nilikuwa natamani kufanya kitu ambacho kitawapa ajira watoto wa kike wengine, kwani wasiweze kukaa majumbani. So nashukuru Mungu at least na mimi nina mchango kwa familia za watu, kwa sababu kuna mabinti ambao nimewaajiri hapa kwa ajili ya kuweza kusaidia. Siwezi kufanya kazi peke yangu. Kwa hiyo ninawashukuru, na kwenye kila kitu hakuna nakosa changamoto. Changamoto ni hivyo, unakuta sometimes kwenye issues za masoko, lakini sio changamoto kubwa kwa sababu mtu mwingine anakuwa haamini kile ambacho mnakifanya,
lakini kwa hiki ambacho tunafanya, kuna wengine wanatuamini, wanatupa kazi, tunaweza kuhudumia shughuli kubwa pamoja na shughuli ndogo. So kwa kusema hayo, ninawashukuru sana, ninawapenda sana. Huko ndiko Makande Point imetokea, lakini pia niwaombe tu msituchoke, tuna project nyingi zinakuja hasa za kusaidia watoto wa kike ambao wanaishi kwenye mazingira magumu, kama ambavyo nimetoka kuwaambia hapo awali kwamba changamoto kubwa sana ya vijijini ni wanakosa kujistiri wanapokuwa katika siku zao. Nao wadau waliohudhuria katika hafla ya uzinduzi huo wamempongeza Tupokigwa Yambwene kwa hatua aliyoifikia, huku wakimtaka kutokata tamaa. Mimi niseme tu kwamba nimpongeze sana Tupokigwa. By the way, hii si siku ya kwanza. I remember nilikuja hapa nikafanya naye kipindi ambacho kililuka News Update Media. Tukazungumza naye mengi sana na baadaye tukapata comment nyingi sana. Wadau mbalimbali waliweza kufuatilia wakituuliza kwamba imekuwaje. Kama ambavyo wengi wameshangaa, basi hata kwenye comment pia tulizikuta hizo. Lakini kiwalisia ni kwamba chakula tangu siku ya kwanza nimefanya kipindi na mimi nilikula hicho chakula. Na pale comment yangu ilianzia pale. Na mimi sikuamini kwa mara ya kwanza kwamba Makande, alipokuwa anasema Makande nilikuwa sielewa na maanisha nini, kwa sababu nilikula sana hivyo shuleni, zilikuwa hazieleweki. Sasa nikasema Makande kivipi unaweza ukamfanya mtu aweze akaja akala Makande. Lakini kiwalisia ni Makande mazuri kama mwandishi ambaye nilikuja kufanya kipindi, lakini pia kama News Update tulipenda, tukafurahi na content yetu ilienda vizuri sana. Kwa hiyo kwa ni kwamba tu nimpongeze kwa kile ambacho amefanya, amethubutu kama ambavyo wengi wamesema. Uthubutu inakuwa ni shida, lakini kwake amejaribu, amefanya, na by the way naamini kabisa atakwenda kufanikiwa zaidi na zaidi. Pia na ushauri wangu upo, sijui amesahau kusema, angekaa naye sana, namtia moyo. Lakini pia tuzungumzie issue ya leo, chakula ni kitamu sana, kizuri mno, lakini sio leo tu. Mimi nimeanza kuja toka Diwani, huwa nakuja kumsupport sana kila ninapopata nafasi. Na kupongeza sana tu uko mdogo wangu, na najua uko peke yako, nafasi akiwa mgongoni. Na washukuru sana na pia nawapongeza. Pia karibuni wote mliokuja. Kila mmoja wenu aliyekuja akimwalika mwenzake, nadhani Tupa atafika mbali. Nafikiri wote ni mashahidi, kazi inaendelea Makande Point ndani ya hifadhi ya kisiwa cha Sanane, na nichukue fursa hii kipekee kabisa kwanza kujitambulisha. Mimi naitwa Cecilia Nkwabi, ni afisa utalii katika hifadhi ya taifa kisiwa cha Sanane. Uwepo wa Makande Point katika garden ya hifadhi ya kisiwa cha Sanane ni mchango mkubwa sana katika kuhakikisha wageni wanaotutembelea wanapata huduma bora, lakini wanapata experience ya tofauti. Kwa hiyo kupitia siku hii ya leo ambayo mdogo wetu Tupokigwa ameifanya, nichukue fursa hii kuwaalika watu wote, sisi tulioko hapa, lakini na wote watakaobahatika kusikia hii sauti, na wakaribisha sana katika hifadhi ya taifa kisiwa cha Sanane. Eneo hili lina full package. Unaanzia kushiba kabla hujaingia kisiwani, chakula cha aina mbalimbali chenye vionjo tofauti na ulichozoea. Alafu unapanda boat, unaingia ndani ya kisiwa, unafanya natural gym kwa kupanda ile milima na kutazama vivutio vilivyopo. Ukirudi unamalizia tena kwenye garden kupata kitu cha kupeleka nyumbani. Huhitaji tena kuwaza ukifika utapika. Hivyo nawakaribisha sana na shukrani kwa wote mlioweza kufika. Naamini mtakuwa mabalozi wetu wazuri wa kuitangaza hifadhi ya taifa kisiwa cha Sanane. Elia Jackson Lupembe, News Update Media, Mwanza.